Jamani, unaifahamu harufu ya huba au umewahi kuihisi wapi hiyo harufu ya huba? Basi msikilizaji wa Light Simulizi, nikukaribisha katika simulizi yetu ya siku ya leo inayokwenda kwa jina la harufu ya huba. Jina langu naitwa Trishi. Karibu sana uweze kutega sikio lako tukaweza kujua kunani huku ndani kwenye hichi kisa ambacho nimekuletea siku hii ya leo. Nathamini sana support yako. Mwenyezi Mungu akubariki. Karibu. Mfano, ukiulizwa ni harufu gani unaipenda, bila shaka utasema harufu nzuri inayonukia vizuri. Ukweli ni kwamba kila binadamu anapenda harufu nzuri kwenye maisha yake, lakini kupenda kwake harufu nzuri haimaanishi harufu mbaya hatokutana nayo. Na kuna wengine wanajikuta wanapata harufu mbaya zaidi kwenye maisha yao kuliko harufu nzuri. Yaani utofauti wao na nzi ni mabawa tu na umri wa kuishi. Si harufu ya kawaida wala harufu ya kunusa na pua inayozungumziwa humo ndani. Je, harufu gani inayozungumziwa kwenye hichi kisa? Basi kujua yote unaojiuliza, ungana nami katika kisa hiki ambacho nimekuletea siku ya leo. Nadhani kitakuwa ni miongoni mwa visa utakapoviweka kwenye listi yako ya kuwa ni visa vikali ambavyo umewahi kuvisikiliza kutoka hapa Light Simulizi. Karibu. Kikao cha familia ya mzee Tegete kilikuwa kinaendelea nyumbani kwa mzee huyo, huku akionekana wapo kwenye mipango kabambe ya harusi ya kijana wao. Kila mtu alikuwa anatoa wazo lake wafanyaje ili harusi ya kijana wao iweze kunoga, pamoja na kwamba ilikuwa ni familia yenye maisha duni sana. Ni karibia siku 3 tu zilikuwa zimesalia kijana wao wa mwisho wa kiume pekee katika watoto 4 wa mzee Tegete aweze kuoa. Baba, mimi sioni kama kuna haja ya kuumiza kichwa sana sisi kama ukoo, kwa sababu kamati ya maandalizi wamesema michango imeenda vizuri na watu wameitikia kuchangia. Yalikuwa ni mawazo ya kijana anaitwa Onoyo. Huyu ndio kijana ambaye siku chache zijazo alikuwa anatakiwa kufunga ndoa. Mwanangu Onoyo, mbona una mawazo ya kitoto hivyo? Hii ndoa utaiweza kweli wewe? Yaani unakurupuka tu kuongea kama mbio za mtu anayeharisha. Haya, hiyo kamati ndio itakuja kukushonea wewe nguo ya kwenye sherehe au usafiri wa wanafamilia? Hiyo kamati ndio itawatafutia? Kuwa na akili hata kidogo basi. Ndio maana nakwambia hiyo kazi yako ya kusukuma matoroli imekuharibu. Kamati ina sehemu yake na sisi kama wanaukoo tuna sehemu yetu. Basi mzee Tegete aliongea kwa kufoka baada ya kuona kijana wake kaongea utumbo mbele ya kikao. Lakini kabla kijana Onoyo hajajitetea na kuomba radhi kwa ile pointi yake ya kishubwada, ghafla ujumbe uliingia kwenye simu yake. Basi bila aibu Onoyo alichomoa simu yake ya kitochi ambayo alikuwa kaifunga kwa manati, yani zile rubber band. Onoyo, mimi na wewe naomba tuachane. Sitaki unitafute tena. Hiyo harusi basi sitaki hata familia yangu wanajua. Huo ulikuwa ni ujumbe ambao kijana Onoyo aliusoma akiwa na mawenge ya kufakiwa na babake. Kwanza baada ya kusoma ilibidi akae vizuri na kuangalia vizuri mtumaji wa ule ujumbe, maana alihisi umekosea kuingia kwenye simu yake. Alipoangalia mtumaji alikuwa hajakosea, ilikuwa ni kweli. Ujumbe umetoka kwenye namba iliyoseviwa my heart, yaani moyo wangu. Kijana Onoyo aliosoma ule ujumbe herufi moja moja, huku akipitisha na kidole kabisa juu ya simu yake ili asije akakosea, lakini kama alivyosoma mwanzo ndo alivyosoma mara ya pili. Aisee, macho yalimtoka Onoyo kama kangato na siafu sehemu za siri mbele ya mamkwe. Onoyo kama kapagawa alisimama na kuondoka mle ndani mpaka nje. Alipiga simu kwenye namba ya huyo mtu, yani huyo maihati wake, lakini aliambiwa hana salio la kutosha. Muda huo baba yake mzee Tegete kule ndani alikuwa anamuita kwa hasira ili arudi ndani, lakini kwa jinsi alipopagaa Onoyo alihisi kama anazomewa.
Onoyo aliingia kwenye menyu ya nipige tafu ili akope hata salio, lakini maskini kijana alijikuta anaishia kukumbushwa kwamba alipe deni kwanza. Jitihada hazikukoma haraka haraka. Spidi za mguu zilimpeleka mpaka dukani kwa Mangi kukopa vocha. Onoyo, kumbuka hii biashara sikufunguliwa na babako, wala huu mtaji sikupewa na ukoo. Lipa kwanza madeni, au umesahau na kudai Bukujero? Mangi naye pale dukani alikuwa haelewi mtu. Wazo la haraka haraka kijana aliona wacha atoke nduki mpaka sokoni kwenye kijiwe chao cha kupaki matoroli. Japo ilikuwa mbali kidogo, ila spidi ambazo alitoka nazo alitumia dakika 15 tu kufika. Wewe fala, mbona unahema hivyo? Halafu ulikuwa wapi tangu asubuhi? Halafu Halima akapita hapa asubuhi, alikuwa anakuulizia, na huwezi amini kaletwa na bonge la ndinga, na alikuwa na jamaa limoja hivi limepanda hewani, halafu lina bonge la ngeu kwenye shavu. Sijui ni jambazi lile. Onoyo kabla hatajaelezea shida yake, basi alipokelewa na maneno ambayo yaliufanya moyo wake uzidi kutokota kama unachoma moto vile. Basi chapo kwa haraka Onoyo aliazima simu yenye dakika. Aliingiza namba ya mchumba wake kwa jina la Halima. Kitu cha kushangaza, ile namba kwenye simu ya huyo mshikaji wake ilikuwa imeseviwa hapo kwanza kabla hajapiga machale yalimcheza. Ilibidi aingie kwenye SMS kuangalia. Aise, SMS alizokuta mshikaji wake kachati na Halima zilikuwa zinatia walakini. Japo alipata wasiwasi na mashaka makubwa, ila aliamua kupuuzia. Oya, au tufanye hivi, mwenye buku mbili aniazime, nitamrudishia basi, kuna dharura kidogo. Onoyo aligairi hata kupiga simu yenyewe. Ilibidi akope pesa aelekee huko kwa kina Halima, maana ilikuwa ni mtaa mbali kidogo na usafiri ilikuwa daladala. Halafu mwanangu Onoyo, ule mchango wa kijio wa harusi tulimpatia dingi yako juzi, sijui alikwambia? Basi akiwa anaondoka zake aliuliza swali ambalo hata kuitikia alishindwa. Onoyo alipanda daladala na safari yake ilimpeleka mpaka nyumbani kwa kina Halima. Basi alipofika pale alikuta kuna kundi la watu zaidi ya 20 na mazungumzo yao bila shaka walikuwa wanajadili maandalizi ya harusi. Paka hapo kijana Onoyo alishusha pumzi na kuamini huenda ile SMS ilikuwa imekosewa, au kama sio basi mchumba wake alikuwa anamtania. Onoyo ilibidi amuite mdogo wake na Halima pembeni na kumwomba akamuitia Halima ndani. Dada kaondoka na mchumba wake, wameenda kukagua ujenzi wa nyumba yao watakayohamia baada ya harusi. Aise, ilikuwa na maneno mengine ambayo ilifanya mapigo ya moyo wa Onoyo yaanze kwenda mbio upya. Damiani, sikiliza, mimi ndo shemeji yako. Mimi ndo mchumba wa Halima, kwani unijui? Niangalie vizuri, ni mimi ndo naitwa Onoyo, mchumba wa Halima. Kama kachanganyikiwa hivi, Onoyo alijikuta anatoa maelezo ambayo yule mtoto hata hakumuelewa, maana hakuwa mkubwa sana. Sio wewe, mchumba wa dada ana gari. Aise, ukisikia kuishiwa nguvu, basi Onoyo aliishiwa nguvu. Alikumbuka na jinsi maandalizi ya nyumbani kwao yanapofanyika na michango ilivyokusanywa. Hakika alijikuta anakaa chini akiwa kama anaona kizunguzungu. Ghafla aliona kuna gari ya kifahari inakuja maeneo yale. Onoyo alikaa kwa kutulia huku akisikilizia. Ghafla gari ilikwenda kupaki karibu na geti la nyumbani kwa kina Halima. Kwa macho yake mawili akiwa anashuhudia, Onoyo alimwona mchumba wake Halima akishuka kwenye gari na bonge la njemba iliyopanda hewani, huko kwenye shavu pakiwa na bonge la ngeu. Aise, Onoyo alihisi kuumwa degedege pale alipowaona wawili hao wakiagana kwa mabusu kedekede, tena na kumbatiana kimahaba. Baada hapo ule mwamba aliingia kwenye gari na kuondoka. Kabla Halima hajaingia ndani ya geti, ilibidi Onoyo amuwai. Halima, ndo nini hivyo unafanya? Na ule ujumbe ulimaanisha nini? Onoyo akiwa kaanza kupandwa na hasira aliuliza kwa sauti kubwa na kali, mpaka watu ambao walikuwa hapo mle ndani ya geti kuendelea na kikao walisikia. Onoyo, kama nilivyokuandikia ujumbe ndo ninavyomaanisha. Mimi siolewi na wewe, nadhani mchumba wangu umemwona. Akiwa serious, Halima
Aliongea tena kwa nyodo. Halima, acha masihara basi. Unajua fika ninapokupenda. Pia ukiachana na hilo, kule nyumbani tayari maandalizi yameshakamilika na watu wametoa michango yao. Unafikiri itakuwaje sasa? Onoyo, chozi lilikuwa limeanza kumtoka, aliuliza. Onoyo, hayo maswali kajadiliane na familia yako. Mimi hainihusu. Uzuri nishakwambia ukweli. Mimi sikupendi na siwezi kuelewa na fukara kama wewe. Kwanza hatuendani. Halima kwa maneno ya shombo alijibu akivuta geti na kuingia ndani. Muda huo simu ya Onoyo ilikuwa inaita kwa baba yake mzee Tegete akimpigia. Aise, Onoyo simu yenyewe aliona kama kero. Alikata na kuitia mfukoni kisha alizama ndani ya geti akiwa kama kisha. Watu wote ambao walikuwa pale kwenye kikao walikuwa na mshangaa tu. Onoyo alianza kuongea na wazazi wa Halima kwa kujitilisha huruma huku akiomba waongee na binti yao. Hivyo kijana ni mpuzi eti au hivyo vimali ambavyo havifiki hata 500 ulivyotoa vinakutia kiburi. Sasa sikiliza, ondoka, usituharibie kikao. Mali zako tutakupigia mshenga aje azichukue kesho. Hayo yalikuwa ni maneno ya babake na Halima huku akiongea kwa ukali. Onoyo alikuwa haelewi mchezo unaendaje na imekuwaje mambo yakabadilika ghafla. Maana kila kitu kilikuwa kinakwenda sawa. Onoyo alijikuta tu na hasira zinamzidia na kuanza kufanya vurugu pale nyumbani kwa kina Halima huku akiwa hakubaliani na yale maamuzi. Aise, dakika 20 nyingi kijana Onoyo alijikuta anakuja kuchukuliwa na askari kwa kuvamia mji wa watu na kuleta vurugu. Aise, kule kituoni Onoyo alipiga virungu visivyo kawaida. Yaani mpaka inafika jioni anaachiwa, alikuwa katepeta mwili mzima. Onoyo alifika nyumbani kwao akiwa hoi huku kila kiungo kikimuuma. Ilikuwa siri yake ya kile ambacho kilimtokea, kwani hakutaka hata kumshirikisha mtu wala kusema lolote. Onoyo, siku hizo umeanza kiburi sio? Yaani wewe tupo kwenye kikao tena kinachokuhusu swala lako. Unazira, unaondoka. Hebu niambie ulikwenda wapi ambako hata simu ulikuwa upokei? Mzee Tegete akiwa na hasira baada ya mwanae kufika nyumbani aliuliza. Lakini kijana machozi tu yalikuwa yanamporomoka kama maji. Alikuwa anashindwa hata cha kuongea, yani koo lilikuwa limekauka. Huku mawazo kichwani yakiwa yamemjaa. Akiwa kama amechanganyikiwa, aliingia chumbani kwake na kujifungia huku akiwa analia kama mtoto. Siku hiyo ilipita pasi na Onoyo kuzungumza na mtu. Onoyo mwanangu, toka tuzungumze. Halafu kuna taarifa njema, mume wa dada yako kajitolea kukushonea suti bure na cherehani yake. Sisi ni kitambaa tu. Mzee Tegete asubuhi akiwa kasimama mlangoni kwenye chumba cha Onoyo aliongea, lakini kijana huyo wala hakuitikia. Basi Mzee Tegete alipoangalia vizuri ndo aligundua kijana huyo kule ndani hayupo na mlango kafunga. Huyu mwanangu kapatwa na nini? Mzee alikuwa anajiuliza pasina kuwa na majibu, na ukichukulia jinsi mzee huyo alivyokuwa anampenda mwanae, yeye alikuwa anapata wasiwasi kweli. Basi masaa alisogea huku wazazi wa Onoyo wakiwa wanaendelea na maandalizi na walikuwa hawana taarifa yote. Muda huo Onoyo alikuwa hajaonekana tangu asubuhi na haeleweki aliko. Ikiwa imefika jioni huku siku 2 tu zimesalia harusi ifanyike, pale nyumbani ghafla mshenga alikuja akiwa kashika bahasha, na taarifa alizokuja nazo zilifanya Mzee Tegete pressure ipande. Aise, Mzee Tegete huko sio kwema kabisa. Familia ya Mr. Ndoleni walinipigia simu wakitaka niende, na kweli nilitikia wito na kwenda. Baada ya kufika aise, sikuamini. Wanasema ndoa kati ya binti yao na kijana wenu haipo tena, na inaonekana hiyo siku binti yao anaolewa na mwanaume mwingine tofauti kabisa. Na kwa taarifa nilizozipata, huyu mwanaume ni tajiri kweli kweli. Hizo ndo taarifa ambazo zilifanya Mzee Tegete pressure kupanda. Basi jioni ile ilibidi mzee huyo akimbizwa hospitali. Siku hiyo ilipita Mzee Tegete akiwa kalala hospitali, na alipofika asubuhi aliruhusiwa kurudi nyumbani maana alikuwa kapona. Kijana Onoyo alikuwa haeleweki aliko, hata nyumbani alikuwa hajalala. Walijaribu kwenda kwenye kijiwe chao cha matoroli, lakini Onoyo alikuwa hayupo.
Mzee Tegete ilibidi aitishe kikao cha ghafla cha wanaukoo ili wapeane mawazo kwamba inakuwaje, maana sasa ile ilikuwa ni aibu. Baba, mimi naona tusiwarudishie watu michango. Hapa kikubwa tumtafute Onoyo. Ikiwezekana atafute mwanamke yoyote amuoe badala ya huyo mwanaharamu ili kuficha hii aibu. Wazo la Habiba ni zuri, ila mimi naona baba akaongea na yule binti wa mzee Kilima. Yule ana shida ya kuolewa, atakubali kuolewa na Onoyo. Alafu nawe acha mawazo yako ya kijinga. Hujui kama mtoto wa Kilima anaumwa kifafa? Unataka aje amfie mwanangu kifuani eh? Jamani, hakuna tutakachojadili cha maana basi na Onoyo kuwepo na yeye kuamua. Kumbukeni ni masaa yamesalia na jioni tu hapa wanakamatwa wanakuja kuanza maandalizi kwa ajili ya kesho. Shangazi yenu kaongea jambo la maana. Hapa tusambai kila kona kumuulizia Onoyo, maana nina wasiwasi mwanangu anaweza kujifanya kitu kibaya. Basi baada ya mjadala mrefu wanafamilia, Mzee Tegete akimalizia kwa kuamua kwamba wakamtafutia Onoyo. Lakini kabla hawajamaliza kikao, Onoyo ghafla alifika akiwa kama kichaa. Alikuwa kalewa bui. Ilikuwa mara ya kwanza kwa kijana huyo kunywa pombe, japo ni mchana, lakini Onoyo alikuwa kalewa balaa. Mama yake na Onoyo chozi tu lilionekana kumdondoka, akimwonea mwanae huruma. Basi Onoyo ilibidi aulize maamuzi yake ni yapi. Jibu lake akiwa kalewa, alisema wanawake wote ni mbwa na hataki kusikia neno mwanamke. Baada ya kauli hiyo, maamuzi yaliyofanyika ilikuwa ni kuwatafuta wanakamati kuwaelezea ukweli. Mchana ule ule michango ya watu ilianza kurudishwa, huku watu wakiombwa radhi kwa usumbufu. Japokuwa tayari kuna hasara zilikuwa zimetokea za kutosha, maana tayari vyakula vya kupika vilikuwa vishanunuliwa, watu walikuwa wameshashona sare. Hasara zote hizo Mzee Tegete aliahidi kuzirudisha ndani ya wiki moja. Maneno yalikuwa ni mengi mtaani, huku kila mtu akiongelea lake. Wale ucheka walicheka, wakutukana kwa hasira walizopata walitukana. Yaani ilikuwa ni tafrani mtaani. Upande wa kanisani alikokuwa anasalikia na Onoyo nako ilikuwa ni tafrani. Watu wa hasira zilikuwa zimewajaa mpaka kwenye makomo. Maana alikuwa anafanya maandalizi mwezi mzima, huku akiwa ametunga nyimbo za kwenye harusi. Wameshona sare na maandalizi mengi kibao. Sinaelewa tena mambo ya harusi hizi shughuli. Yaani japo ni kanisani, ila watu walikuwa wanatukana matusi ya kila rangi kwa taarifa zile za harusi kugairishwa. Huu upuuzi, yaani pesa ya sare nilikopa, alafu wanaita upuuzi. Shwaini, siji kuchangia harusi yoyote. Inakera kweli. Kujifunza kote kule wimbo mpya, kumbe tulikuwa tunapoteza muda. Onoyo ni mpuuzi kweli. Yeye kafelije mpaka ndoa inakufa. Jamani, nilipania hii harusi waacha tu. Yalikuwa ni malalamiko ya vijana pale kanisani wakionekana kukerwa na zile taarifa. Upande wa Onoyo alikuwa kama kapagawa, huku pombe zikiwa kichwani. Yaani alikuwa analia peke yake, haelewi hata kinachoendelea. Wakati huo upande wa nyumbani kwa kina Halima, send off ilikuwa imenoga. Halima alikuwa kiagwa na ukoo, ndugu, jamaa na marafiki. Yaani ilikuwa sherehe haswa. Watu walitoa zawadi za kutosha kwa Halima na wazazi wake. Basi siku hiyo ilipita. Ilikuwa ni siku ya tukio lenyewe kwa upande wa Halima kuolewa. Ilikuwa ni siku ambayo alitakiwa aende kanisani anakosali mwanaume. Yule wa kanisa pia lilikuwa limejiandaa kwa ajili ya sherehe hiyo. Ilikuwa ni kanisa tofauti kabisa na lile la kina Onoyo, hata mitaa ilikuwa tofauti kabisa. Basi asubuhi na mapema kabisa Halima alikuwa katoka saluni na wapambe wake, huku akiwa kapendeza kweli kweli. Gari ilikuwa inamsubiri tayari kwa kuelekea kanisani. Halima akiwa anatoka pale saluni kuelekea kwenye gari, huku akiwa na wapambe zake wawili. Ghafla kuna dada watatu walifika pale, huku mmoja wapo akiwa kafunga kibwebwe, macho mekundu kama kavuta bangi. Kati yenu nani Halima? Au nani anakwenda kufunga ndoa na Hemedi? Yule dada alifunga kibwebwe aliuliza, huku matiti yakicheza cheza. Yaani ile sinaelewa tena. Kwani vipi? Kusoma hujui, hata picha huoni kwamba mimi ndo bibi harusi? Mimi ndo Halima na huyo Hemedi ndo nani kwanza? Halima kwa kujiamini alijibu na kuuliza,
Sasa sikiliza, kwa taarifa yako, Hemedi ni mume wangu na tuna watoto wawili. Kama kakudanganya mnafunga ndoa, basi karaga bao. Sasa wewe jichetue, Hemedi ndo nani? Nenda huko kanisani kama hujaumbuka. Dada yule kwa kujiamini aliongea maneno ambayo yalifanya Halima aanze kutizamana na shoga zake. Halima, kwani unafahamu hao watu? Na huyo Hemedi unamjua? Halima aliulizwa swali na shoga yake. Debo, mimi hata huyo Hemedi simfahamu. Hawa watakuwa wamemfananisha tu. Sikia, nyie wanawake msiparamie watu msiowajua. Halima alijibu, lakini alikuwa anaogopa mno asije mtokee kama alomfanyia Onoyo. Yule dada alitoa simu yake na kumuonesha Halima picha. Tena ilikuwa picha ya watu wanne, mwanaume huyo, bidada pamoja na watoto wawili. Halima alipoangalia ile picha isee, alikuwa ni bwana harusi ambaye inatakiwa akamuoe muda sio mrefu. Mbona sielewi? Dada, huyu anaitwa Michael, sio Hemedi. Kwani wewe nani yako? Halima mapigo yake ya moyo yakiwa ameanza kwenda spidi aliuliza. Sitaki kujua. Alikwambia anaitwa nani? Kwa taarifa yako, huyu ni mume wangu na wala sio Mkristo kwa kwenda kufunga ndoa kanisani. Huyu ni Muislamu, kuanzia yeye mpaka ukoo wake wote. Sasa kama kakudanganya, karagabao na ukome kuvamia watu usiowajua. Yule dada aliongea maneno ambayo yalifanya Halima ahisi kama kiwembe kimepita kwenye moyo wake. Kwanza Halima na shoga zake ilibidi waingie kwenye gari huku akiwa na mfaraji kwamba huenda yule dada ni mchonganishi katumwa na Onoyo kuharibu sherehe. Halima kwanza ilibidi ashike simu yake na kumpigia huyo bwana Michael. Ni kweli simu iliita na kupokelewa. Halo Sesi, ndo napanda ndege hapa, nitakupigia nikifika China. Halima baada ya kupiga simu na kupokelewa, hayo ni maneno aliyosikia kutoka upande wa pili, na kweli ile sauti ilikuwa mchumba wake Michael. Michael, mimi sio Sesi, mimi ni Halima. Vipi leo harusi yetu jamani? Na mimi ndo naelekea kanisani. Halima akiwa anatemeka aliuliza. Harusi gani tena? Alafu wewe ni Halima yupi? Hebu subiri nitakucheki baadaye kidogo. Yalikuwa majibu kutoka upande wa pili ambayo alifanya Halima akaichini kwa kuishiwa nguvu. Kwanza alizimia pale pale, maana kwa aliyosikia huyo Michael atawazo la ndoa ni kama alikuwa hana, yaani alionekana kuwa busy na mambo yake. Basi wale wapambe ilibidi watoe taarifa kwanza kwa wazazi wa Halima, na gari ile iliendeshwa mpaka hospitali na Halima alizinduka kabla hajaingizwa hata hospitalini. Hapo sasa Halima ilibidi arudishwe nyumbani na kikao cha ghafla kilikaliwa na watu wachache kuona namna gani ile aibu inakwenda kufichwa. Upande wa huku kwa Onoyo alikuwa katulia magetoni akiwa na mawazo mno. Yaani alikuwa anaona kama dunia nzima inamzomea hivi. Lakini akiwa anawaza kuondoka kabisa pale mjini, ikiwezekana kwenda hata mkoa mwingine. Ghafla simu yake iliita. Kitu cha kushangaza, mpigaji alikuwa ni Maihati kama alivyo sevu. Bila hiana, Onoyo alipokea simu. Onoyo, nisamehe kwa yote, samahani. Unaweza kuja kanisani tufunge ndoa? Nilikuwa nimeandaa kama surprise. Yalikuwa ni maneno ya Halima kutoka upande wa pili, akionekana ni mtu mwenye huzuni na aliyepagawa. Kwanza Onoyo alisimama pale alipokuwa amekaa kwa mshtuko, akiangalia namba mara mbili kwamba aliyepiga ni Halima kweli au ni mwingine. Kwani wewe ni Halima au mwingine? Na unajua umempigia nani? Onoyo kwanza aliuliza, akiamini huenda Halima kakosea namba ya kupiga. Ndiyo, mimi ni Halima, najua wewe ni Onoyo mchumba wangu. Mimi naelekea kanisani, kanisa la mtaa huko kwetu, kwenye kona karibu na shule. Jitahidi basi uwahi pia tufunge ndoa kipenzi. Sauti ikiwa Halima ikiwa inatetemeka ilisikika na ilifanya Onoyo aache mdomo wazi, akiwa haelewi ashangae, acheke au afanyaje. Huku nyumbani kwa kina Halima watu walikuwa wamekaa loudspeaker, kila mtu akimsikiliza nini Onoyo atajibu. Kila mtu alikuwa anaombea kijana huyo akubali, maana la sivyo itakuwa ni aibu ya mwaka. Na ukichukulia tayari walikuwa wameshafanya mpaka send off na zawadi za watu wamekusanya. Upande wa pili huku kwa Onoyo sasa, baada ile taarifa kwanza aliruka juu kwa mizuka, huku jasho likimtoka kwa furaha.
Yaani hakutaka kukumbuka aliyojiri nyuma, maana Onoyo alikuwa anampenda Halima kupita maelezo. Halima, basi sawa, mimi najiandaa hapa na kuja kwa kanisani. Akiwa na mizuka alijibu. Baada ya hapo alitoka nje akiwa anarukaruka kwa furaha. Mwenzetu, kimekupata nini? Mbona shangwe hivyo? Basi mama Onoyo akiwa anawasha jiko la mkaa pale nje na kumuona kijana wake akitoka kwa mizuka, ilibidi aulize, mama, nakwenda kufunga ndoa na Halima. Halima kanipigia simu kwamba ule ulikuwa ni utani, ndoa iko pale pale. Kama zuzu hivi. Mwanaume alitoa maelezo huku akiwa anamimina maji kwa ajili ya kwenda kuoga. Kwanza mama Onoyo alishindwa hata kujibu. Ilibidi kwanza aende mpaka kwenye ofisi ya mzee Tegete kupeleka zile taarifa, maana mzee Tegete alikuwa ni fundi redio mzuri tu pale mjini na alikuwa na kiofisi chake. Aisee, zile taarifa zilifanya mzee Tegete arudi nyumbani akiwa kacharuka. Alifika nyumbani, alikuta kijana Onoyo tayari kajiandaa na rafiki zake kama wawili. Hapo pale wanamsubiri. Yaani ndo wao kama wapambe. Onoyo, kama mimi ni baba yako mzazi, basi hiyo ndoa huendi kufunga. Haiwezekani kwa yote aliyotokea. Watu tumerudishia michango yao, hasara kibao tumekula. Pia wanakanisa tumewahuzunisha kwa ambacho kimetokea. Halafu leo hii watu wasikie wewe unakwenda kufunga ndoa. Yaani unakwenda kuwa yule mwanamke. Aisee, unafikiri mimi jamii itanionaje? Si nitaonekana nimechanganyikiwa na ukoo wangu wote? Mzee Tegete akiwa kacharuka aliongea maneno yote ya vitisho na kumkanya Onoyo, lakini kijana upendo ulikuwa umezidi busara na maarifa kichwani mwake. Baba, hayo mengine tutazungumza. Mimi Halima nampenda, siwezi kumwacha. Onoyo akiwa na sura kavu alijibu na kuanza kuzipiga hatua huku rafiki zake wakimfuata nyuma. Onoyo, nasemaje, ukienda kuwa uko basi katika ukoo wangu umejitoa na utatafuta wazazi wengine. Mzee Tegete alijaribu kutoa vitisho, lakini Onoyo hakutaka kuelewa mtu. Mzee Tegete ilibidi awapigie mabinti zake wakubwa simu pamoja na ndugu wengine, maana ukoo wao walikuwa wanaishi karibu. Aisee, ukoo mzima wakiwemo mashangazi na wajomba na dada zake na Onoyo walifunga safari kuelekea huko kwa kina Halima kukichafua, maana walikuwa hawakubali ile aibu inayokwenda kutokea. Upande wa huko kanisani kulikuwa kumechangamka. Wale ambao hawamjui bwana harusi walikuwa hawajashtukia hata mchezo, japo Onoyo alikuwa hajapendeza kiivo, ila alikuwa kajikausha mle kanisani kama mtu fulani hivi wa maana. Pale kanisani ni watu wachache walikuwa wanajua kwamba bwana harusi kabadilishwa, haswa wana kanisa na mchungaji, ila wengine wote walikuwa hata hawaelewi. Mchungaji alikuwa anajua mchezo wote na inaonekana alikuwa na siri zake anazozijua, maana ilikuwa sio hali ya kawaida kijana Hemedi au Michael kama alivyojitambulisha kwa Halima kuja pale kanisani na kutangaza ndoa wakati ni Muislamu, na alikuwa hajamaliza hata mwezi pale kanisani. Yaani hata baadhi ya wanakanisa walikuwa hawamfahamu vizuri huyo bwana Michael. Bila shaka mchungaji alikuwa kalamba asali kwa bwana Michael. Basi pale kanisani ikaeka za ndoa zilikuwa zinaendelea. Sasa ule muda wa ndoa kufungishwa ulikuwa umefika. Yaani mchungaji hakutaka hata kuuliza kama kuna pingamizi, maana alikuwa anajua ile ndoa ni papatu. Yaani kijana Onoyo alikuwa kachukua tu watu mtaani fasta na kuwafanya waondoke kama wazazi na ndugu zake, na huo msaada alikuwa kapewa na familia ya kina Halima. Yaani yote hiyo familia ya kina Halima walikuwa wanafanya ili kuficha aibu. Mambo yakiwa yanaendelea kwenye mtiririko kama alipopangwa, ghafla kundi la watu kama 10 na kitu hivi walivamia pale kanisani wakiongozwa na mzee Tegete na shangazi yake Onoyo. Mchungaji, hii ndoa haifungwi kwa namna yote ile. Huyu kijana ni mwanangu mimi, na mimi hii ndoa siitambui na sijaiafiki. Onoyo, kama mimi ni baba yako, achana na huo upuuzi, twende nyumbani. Mzee Tegete akiwa na macho mekundu kwa hasira mbele ya kanisa aliongea. Hasa hapo watu minong'ono ndo ilianza, na wanaojua siri walianza kuzitoa kimya kwa sauti ya chini. Okay, mzee, nimekusikiliza. Hapa inabidi tusikilize upande wa bwana harusi, maamuzi yake na kama kweli ndo ilivyo. Yalikuwa maneno ya mchungaji wa lile kanisa. Mchungaji mwenyewe alikuwa anaonekana muhuni tu wa mjini,
maana alikuwa anapenda njia za mkato mno. Basi kijana Onoyo aliulizwa, lakini huwezi amini, bila aibu tena kwa kujiamini, Onoyo aliwakataa ndugu zake pale kanisani kwamba hawajui, tena kwa kurudia huku akiwa na sura kavu. Mzee Tegete alitoka pale kanisani akiwa na mwaga chozi, maana Onoyo ndo alikuwa mtoto wake wa kiume anayemtegemea kuendeleza ukoo. Lakini kwa kile kilichotokea alikuwa anaona kama kafiwa na mwanae hivi. Pale kanisani maneno yalikuwa yanaongelewa mengi mno. Yaani kanisani pale bakia kama kirabuni. Lakini mchungaji wala hakujali, alipindisha mambo na kuyapeleka anavyojua yeye. Ndoa ilifungwa na watu walishangilia na picha zikapigwa. Siku hiyo baada ya ndoa, Onoyo na Halima walikwenda kulala hotelini. Maana ukweli ni kwamba Onoyo alikuwa na geto lake kama lake. Yaani alikuwa anategemea pale nyumbani kwao. Alikuwa akapewa chumba cha uani, ndo huko alikuwa anategemea. Zaidi ya hapo alikuwa na geto. Onoyo, unahisi kwa kile kilichotokea pale kanisani mchana, babako hawezi kukataa? Basi akawa hotelini usiku, huku akiwa amekaa kimahaba. Halima aliuliza, Halima, mimi baba yangu namjua, anavyonipenda anakuwaga na hasira za muda mfupi, baada hapo ananisamea anaisha. Si unajua hana kidume mwingine zaidi yangu. Onoyo alijibu. Kumbe hicho ndo kijana Onoyo alikuwa anajivunia. Yaani alikuwa anajiona kwa kuwa yeye ni mtoto wake pekee wa kiume, basi hata iwaje babake hawezi kumkataa. Upande wa pili huko nyumbani kwa kina Onoyo, aise, wazee na wanamtaa walikuwa wamecharuka baada ya taarifa za Onoyo kumwoa Halima kutapaka. Yaani walikuwa wanaona kama familia ya Mzee Tegete inawachukulia kama mafala. Pale nyumbani kwa Mzee Tegete, wazee wa makamo wenye busara walimwibukia kutaka kujua lengo lake lilikuwa ni nini hasa mpaka kufanya vile. Yaani unawadanganya watu, ndoa haipo, unarudisha michango, alafu baadaye ndoa inakuwepo kisirisiri. Japo Mzee Tegete alijaribu kujitetea, lakini hapa kueleweka. Basi pale mtaani kuanzia siku hiyo watu walitamka waziwazi kwamba lolote litakalotokea kwenye familia ya mzee huyo asiwahusishe watu. Yaani hilo litakuwa lake yeye na ndugu zake. Ilikuwa ni aibu. Yaani Mzee Tegete hata kwenda kwenye bao alikozoea kwenda jioni alishindwa. Maana kila anapotembea alikuwa ananyoshewa vidole. Siku 3 zilipita huku Onoyo na Halima wakiwa bado wako hotelini na walikuwa wanakula bata tu. Maana zile pesa za zawadi hasa alizopewa Halima bado zilikuwa zipo. Nakumbuka hata Halima nyumbani kwao maisha yalikuwa kama yakina Onoyo tu. Sio kwamba wao walikuwa matajiri, la hasha. Wote walikuwa na hali sawa tu za kimaisha. Maana baba yake Halima alikuwa fundi bomba tu pale mjini. Baada ya kukaa pale hotelini karibu wiki moja, sasa dalili ya pesa kuisha ilianza kuonekana. Hapo ilibidi maamuzi ya kuondoka afanyike, na sehemu pekee ilikuwa ni nyumbani kwa kina Onoyo. Onoyo kwa kujiamini yeye na mpenzi wake, hao walijibeba, waliitisha bajaji mpaka nyumbani kwa kina Onoyo. Kwanza walipofika tu walibaki macho kodo, maana pale nyumbani kwa kina Onoyo pote palikuwa pamebomolewa na mafundi walikuwa busy kujenga mjengo mwingine. Kwanza Onoyo ilibidi aende kwa jirani akaulize imekuaje. Aise, kumbe baada ya aibu ile na baada ya kuona familia yake inanyoshewa sana mikono, huku akiwa kaambiwa akipatwa na tatizo lolote yeye na familia yake basi asihusishe mwanamtaa. Mzee Tegete kama muungwana aliona kuishi maisha ya namna ile itakuwa ngumu, maana anaweza kuja kuhususiwa hata msiba endapo ukatokea. Mzee Tegete aliamua kuuza mji mzima, ambapo mji wenyewe ulikuwa urithi. Baada ya hapo alihamia mtaa mwingine ambako aliamini huko atatengeneza majirani wapya. Hasa mzee anahamaje bila hata kunipa taarifa? Mambo gani haya sasa? Onoyo ajilalamisha akiamini ni haki yake kupewa taarifa za mji kuuzwa. Yaani Onoyo na bichwa lake na upumbavu wake alikuwa haelewi kama yeye ndo chanzo. Basi Onoyo baada ya kuambiwa mtaa aliohamia baba yake, aliona wacha aende huko na familia yake na Onoyo. Dada zake wote 3 walikuwa wameolewa, japo mmoja alikuwa kaachika, alikuwa anaishi tu nyumbani. Upande wa kwa Mzee Tegete alikuwa kafanikiwa kununua nyumba nyingine ya kawaida tu, na tayari alikuwa kaanza maisha mapya yeye na familia yake. Mzee Tegete akiwa na mkewe wakiwa wametoka kwa mwenyekiti wa mtaa ili kujiunga rasmi na mtaa ule. Walishangaa pale nyumbani
bajaji inafika. Onoyo bila hofu alishuka na kushusha begi la Halima. Baada ya hapo walimlipa bajaji. Mzee, ina maana bado hajaisha tu mpaka unaniangalia jicho hilo? Isitoshe baba, mimi ni mtoto wa kiume. Inakuwaje unauza mji, mzee wangu, pasina kunipa taarifa? Onoyo bila hata salamu kwanza alianza na malalamiko. Kwanza mzee Tegete alitikisa kichwa tu kwa kusikitika, kisha aliingia ndani pasina kuongea neno lolote. Wewe ni nani? Mbona hatukujui? Na unataka tukusaidie nini? Mama Onoyo akiwa na sura ya ukauzo baada ya mume kuingia ndani aliuliza. Kwanza Onoyo alicheka akiamini ni utani. Bi mkubwa, utani wewe umeanza lini? Mama, tutaongea, hebu subiri tupumzike. Onoyo aliongea huku akiwa anavuta begi kuingia ndani. Ndio, mtaa namba 70, nyumba namba 9. Kuna wavamizi hapa. Onoyo akiwa anataka kuingia ndani. Baada ya kufika mlangoni alisikia baba yake anaongea na simu kwa ndani. Japo alipata mashaka ila hakuelewa yale mazungumzo. Baba, mbona kama unasema si ni wavamizi? Au sijaelewa? Na ni nani huyo unampigia? Baada ya kuingia ndani Onoyo aliuliza. Mzee Tegete hakutaka kujibu, alitoka ndani na kuelekea nje. Haisee, nusu saa nyingi, ghafla pale pale nyumbani askari watatu walitia timu wakiwa na virongo. Ukisikia kuchezea virongo, Onoyo na Halima walichezea virongo. Yaani mpaka wanafika kituoni, Halima alikuwa kajikojolea mara 5. Baada ya siku 2 ndio waliachiwa huru huku akiwa ametepeta. Onoyo akiwa na hasira na baba yake aliamua kwenda kwa shangazi yake kusemelea. Haisee, huko nako alibakia kidogo tu amwagiwe maji ya moto, maana aliambiwa hajulikani. Karibia ndugu wote wa Onoyo walimkataa mpaka dada zake wakidai hawamtambui, maana yeye ndo alianza kuwakataa pale kanisani. Onoyo alikuwa hana hata mia mbovu, zaidi alikuwa na madeni. Alijaribu kwenda kwenye kijiwe chake cha matoroli kuomba msaada na ushauri kwa washikaji, lakini walishia kumsema tu vibaya. Katika wale rafiki zake na Onoyo kuna mmoja ambaye alionekana ana mawasiliano na Halima, na huyo bwana inaonekana ndo alikuwa kamuunganisha Halima na Hemedi. Je, ilikuwaje? Tutajua kwa mbeleni. Ila baada ya Onoyo na Halima kutoka tu pale kijiweni, ujumbe uliingia kwenye simu ya Halima. Bahati mbaya au nzuri, kwa muda huo simu alikuwa kashika Onoyo. Halima, Michael karudi kutoka China. Kanaambia mkutane pale pale. Kesho kuna maelezo ambayo huyajui, anataka akwambie. Ulikuwa ni ujumbe ambao Onoyo aliusoma na aligundua ule ujumbe umetoka kwa rafiki yake. Onoyo ule ujumbe aliufuta pasina Halima kuuona. Basi kwa kuwa wawili hao walikuwa hawana pa kukaa, ilibidi waende nyumbani kwa kina Halima, na baba yake Halima pasina hiana aliwapatia chumba pale nyumbani. Onoyo alikuwa anajituma mno kupiga kazi na mkokoteni, yani aliongeza juhudi maradufu, na yote hiyo alikuwa anataka apate pesa ili akapanga geto aanze maisha na mke wake. Wiki kama moja ilipita tangu aanze kuishi pale nyumbani kwa kina Halima. Basi siku hiyo ikiwa ni majira ya jioni, Onoyo akiwa anarudi kutoka kazini huku mkononi katika kimfuko cha dagaa, ghafla baada ya kufika nyumbani alishangaa kulikuta gari limepaki nje ya geti. Maana pale nyumbani palikuwa na kageti kakinamna kama unavyojua mageti ya Uswahilini. Onoyo kwanza moyo ulishtuka, maana ile gari ni kama lilikumbuka. Hapo ilibidi aongeze mwendo na kuzama ndani ya geti. Wazee wangu, huo ndo ukweli, naomba mnielewe. Halima, naomba unielewe, sikuwa na lengo la kukutelekeza, sema ni kutokuelewana. Maana nilimpa taarifa kabisa mchungaji kwamba ndoa igairishwe kwa muda, sema labda alijisahau au kuna mambo yalimchanganya. Hata kama hamuamini, naweza kumpigia simu saizi mchungaji. Yalikuwa maneno ya bwana Hemedi ambayo Onoyo alisikia baada ya kufika mlangoni. Yaani bwana Hemedi kwa kueleza yale maneno yale ya kipuuzi ili yawe ya maana, alichomoa kibunda kama 1,000,000 hivi na 500,000 alapatia wazazi wa Halima, halafu 500,000 alimpatia Halima. Jamani, naomba mnielewe kwa hilo. Halima, nitakupa muda wa kujifikiria, jibu utampatia Godi. Yalikuwa maneno ya bwana Hemedi. Baada ya hapo alisimama kwa ajili ya kuondoka. Yeye alikuwa hataki majibu kwa muda ule. Baba, mbona una haraka hivyo?
Halima, ungemwandalia mwenzio hata chai basi. Aisee, pesa mwana haramu kwa kweli. Mama Halima alikuwa anajichekea. Alijikuta maneno yanamtoka. Nadhani mambo yameanza kunoga. Ile harufu tunayoitaka sasa ndio inakwenda kuonekana. Mama usijali. Hapa ni nyumbani. Nitakunywa siku nyingine. Basi bwana Hemedi alijibu kibosi na kutoka nje. Upande huko nje kijana Onoyo ilibidi akimbie na kwenda kujificha ili asije kugundulika kama amesikia yale mazungumzo. Yaani Onoyo alikuwa ni sawa na yule mtu ambaye amekwenda kupima ukimwi na anajua kabisa kub% huenda anao ila hataki kuambiwa anao. Yaani ukweli kwa yale aliyowasikia Onoyo kule ndani ni dhahiri Halima wake ndo alikuwa anakwenda kuchukuliwa, ila kutokana na jinsi ambavyo anampenda Halima na hataki kumpoteza ilibidi azuge kama hajasikia na hajui lolote. Basi Onoyo alisubiri mpaka bwana Hemedi aondoke na gari lake pale nyumbani, na ndo ajitokeza akiwa na kimfuko chake cha dagaa huku ananuka jasho na kausha lake kubwa. Wewe na kila siku vidagaa. Alikwambia sisi tunapenda dagaa na tuna dhiki. Ni nani? Halafu nakushangaa mwanaume unapata wapi nguvu ya kuishi huko yani? Ilikuwa maneno ya mama Halima. Yaani siku zote walikuwa wanaishi vizuri tu. Na chochote anacholeta Onoyo walikuwa anapongeza na kumshukuru. Lakini siku hiyo baada ya bwana Hemedi kuja tu pale, harufu ilibadilika kabisa kwa upande wa Onoyo. Basi kijana Onoyo japo alijisikia vibaya ila alijikaza kwa kujichekesha tu. Mama, hata hivyo siku sio nyingi nakwenda kutafuta chumba mimi na mke wangu tutahama. Onoyo akiwa anacheka aliongea. Sema utahama, sio mtahama. Mwanangu atabaki hapa. Bana hujamtolea mahari hata shilingi 10. Basi babake na Halima naye aliunguruma. Yaani mpaka hapo Onoyo aliona mchezo umeanza kuungua. Ilikuwa inasubiriwa kauli ya Halima tu kujua kama aliomo yamo au yameshavuja yote. Halima hakuongea neno lolote zaidi, alielekea chumbani kwao na mumewe. Onoyo naye alimfuata nyuma, alikuwa anajifanya kama hajui kwamba Hemedi alikuwa pale na ndo kafanya kila kitu kiharibike. Halima, mke wangu, hivyo na rafiki yangu Godi huaga mnawasiliana? Onoyo baada ya kuingia kule chumbani ilibidi amuulize Halima, maana ni dhahiri alikuwa ameanza kuhisi Godi ndo anamkuadia mwanaume mke wake. Swali gani sasa hilo? Yaani mtu kapuku, huna mbele wala nyuma. Na wewe unaona wivu jamani. Hivi si vichekesho hivi? Haya, chukua hii pesa. Ikifika kesho kapange chumba kwanza. Ndio tuanze kujua tunafanyaje. Halima akaweka binua mdomo. Alijibu kwa nyodo na alimpatia Onoyo 200 kati ya zile 500 alizopewa. Japokuwa Onoyo alikuwa anajua pesa ile imetoka kwa mwanaume mwenzake, ila alichukua pasi na wivu, maana hata hivyo alikuwa hana hali. Ilipofika asubuhi na mapema Onoyo aliamkia kutafuta chumba na bahati nzuri haikuchukua hata muda alipata chumba kinachoendana na maisha yake. Basi Onoyo alirudi nyumbani kumpa taarifa Halima na kuchukua baadhi ya vitu ili wahamie kwenye geto lao. Lakini wazazi wa Halima waligoma mwanao kuondoka pale, huku akidai kwamba wanahitaji kwanza Onoyo atoe mahari ndio aweze kwenda kuishi na binti yao. Naise, Onoyo alisi dunia inamzomea. Yaani alikuwa haelewi hiyo 1,000,000 ya mahari aloambiwa apeleke anaitoa wapi. Siku kama 2 zilipita. Siku hiyo Onoyo alikuwa mtaa karibia wa 7 huku akiwa hoi na toroli lake. Alikuwa katoka kupeleka mifuko ya sementi baada ya kupata mteja. Onoyo akiwa ndo anarudi mdogo mdogo ghafla alisikia akiitwa. Weka akamkokoteni. Njoo basi. Ilikuwa sauti ya mama mtu mzima ikimuita. Basi Onoyo alichangamkia akiamini ni kazi kapata. Na kweli baada ya kufika alipewa kazi ya kubeba boksi 2 kubwa. Boksi moja ilikuwa na flat screen kubwa inchi kama 50 na kitu hivi. Na boksi lingine lilikuwa na sabufa kubwa. Si unapafahamu hapa kwenye nyumba mpya hapo njia panda kwenye duka kubwa la hardware? Onoyo aliulizwa na mama mwenye mzigo wake. Ndio napajua. Onoyo aliitikia kwa kugumiza. Lakini ukweli alikuwa hata hapajui na hiyo mitaa alikuwa mgeni kabisa. Basi peleka hii mizigo pale kwenye nyumba ile mpya yenye geti jekundu. Kuna binti zangu utawakuta wanakusubiri getini na pesa ya kubebea watakupatia pale pale. Hayo ndo alikuwa maelezo yule mama ambaye alionekana pesa sio tatizo kwake.
Aise, Onoyo kimoyomoyo alijisemea Mungu akupe nini? Mahari ya Halima. Si ndio hii hapa sasa. Yaani ule mzigo Onoyo aliamua kuchepuka nao mpaka mtaani kwao. Na aliupiga bei kwa bei anazojua yeye. Kikubwa alikuwa anaitaka 1,000,000 ya mahari. Sijui yule mama mwenye mizigo yake kilimtokea nini, lakini kilichotokea ndo hicho. Na Onoyo alipata pesa ya mahari, na ndo ilikuwa mara ya kwanza Onoyo kuiba kitu cha mtu katika maisha yake. Basi Onoyo alimtafuta mtu mzima mwenye busara kama shahidi, na ile 1,000,000 ya mahari alikwenda kuipeleka nyumbani kwa kina Halima kama ilivyo, basi na kupungua hata 100. Kwanza wazazi wake na Halima, mpaka Halima mwenyewe alibaki akijiuliza kwamba ile pesa Onoyo katolewa wapi. Maana alimtajia ile pesa akiamini hawezi kuipata, na hiyo ndio itakuwa njia ya kumfukuzisha. Pesa ikataliwe, ile pesa alichukua na alimkabidhi Halima mikononi mwa Onoyo. Basi kwa furaha Onoyo alikwenda na mkewe magetoni kwake. Kwanza mziki unaanza, geto lilikuwa lina umeme. Onoyo, unamaanisha hapa ndo unataka wewe unaishi na mimi? Aisee, nikwambie tu ukweli, tafuta nyumba nyingine. Tena sihitaji single, nahitaji chumba, sebule, chenye umeme na tiles. Hizo ndo level zangu. Yalikuwa maneno ya Halima, tena akiongea kwa kujibinua midomo. Wakati Onoyo hatajajibu, ghafla simu yake iliita. Mpigaji akiwa kaseviwa Shemgodi. Halima, nipo hapa kwenu. Hemedi kanituma nije kukuchukua. Utaniona nipo na bodaboda. Baada Halima kupokea simu, sauti ya Godi ikitokea upande wa pili. Ilisikika. Hata Onoyo alisikia ile sauti. Ila kwa jinsi anavyompenda Halima, kuepusha migogoro, alijifanya hajasikia. Onoyo, sikia, mimi siwezi kulala humu ndani. Kama nilivyokuambia, tafuta nyumba nyingine. Kwa leo nakwenda kulala kwa shoga yangu. Halima aliongea kwa dharau, akiamini Onoyo hajasikia kile kilichoongelewa kwenye simu. Aise, Onoyo alihisi hasira inatokota, ila ilibidi ajikaze na kutulizana. Siku hiyo Halima alilala na kukujua, huku Onoyo akiwa na mawazo usiku kucha. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Onoyo akiwa na hasira alifika mpaka kwenye kijiwe chao cha mkokoteni, lakini hasira yake iliisha tu hewani, maana Godi hakuwepo pale na hasira zote zikiwa juu yake. Onoyo ilibidi awachane washikaji zake pale kijiweni. Aisee, kila mtu alikuwa haamini. Yaani kila mtu alimuona Godi mieyusho. Na ukichukulia jinsi alivyokuwa na haso pamoja pale kijiweni. Oya wanangu, hii sio. Yaani Godi alichomfanyia mwanetu Onoyo haikubaliki kabisa. Kuanzia leo Godi asionekane kwenye kijiwe chetu hapa. Au huyo kibopa ndo kampa Godi pikipiki ya mkataba. Maana nasikia tokea juzi Godi kaanza kupiga boda. Aisee, ndo maana hajaonekana siku 2 hapa. Sema mwana ni msaliti kinoma yani. Basi alikuwa malalamiko ya washikaji pale kijiweni baada ya Onoyo kuwasimulia. Basi siku hiyo Halima nayo pia hakulala pale getoni kwa Onoyo. Siku inayofuata ilibidi Onoyo aende kwa wazazi wa Halima kupeleka malalamiko. Aisee, usituletee uchura hapa nyumbani. Halima tulikukabidhi na kuondoka naye. Sasa kama mmeshindwana, sisi haitohusu. Yalikuwa maneno ya ukali kutoka kwa Halima. Aisee, Onoyo aliporomosha matusi, alibaki kichwa chini tu. Yaani Onoyo hata kazi alikuwa afanyi. Alikaa siku 3 pasina kumuona Halima. Yaani ajikuta hata ile 1,000,000 yake ya mahari imeanza kumuuma sasa. Siku hiyo kukiwa na kimvua kwa mbali, Onoyo alikuwa kajilaza magetoni na mawazo kibao. Ghafla alisikia mlango unagongwa. Haraka alifungua akiamini ni Halima. Na kweli alikuwa ni Halima, ila bahati mbaya alikuwa hayupo peke yake. Alikuwa kaambatana na bwana Hemedi pamoja na jamaa mwingine tu ambaye naye sura yake ilikuwa imechachuka kama ilivyo sura ya Hemedi. Onoyo, nahitaji talaka yangu muda huu. Karatasi hii hapa na peni hii hapa. Andika saizi. Yalikuwa maneno ya Halima. Halima, mke wangu. Kwanza hawa ni akina nani? Onoyo mapigo ya moyo akiwa anakwenda kasi. Aliuliza, unataka kujua Huyu ni mchumba wangu ambaye ndo nakwenda kuishi naye. Huyo mwingine ni mlinzi wetu. Hapo vipi? Alijibu Halima kwa nyodo. Lakini Onoyo alianza kuongea kwa hasira huku akiwa anasema talaka hatoi. Basi Onoyo alijaribu kuleta vurugu, lakini siku hiyo iligeuka kuwa siku ya machungu maishani mwake. Kwanza Hemedi na yule jamaa yake
Sijui alikuwa anafanya kazi gani, maana alikuwa amekomaa kama mawe na nguvu alizokuwa nazo za maana. Onoyo alikula makofi changanya ngumi. Dakika ngapi alijikuta yupo chini. Onoyo bila huruma alibebewa getoni kwake. Hakika siku hiyo Onoyo alidhalilishwa, yani kuoneshwa kwamba Halima sio wake. Bwana Onoyo alikalishwa chini, halafu yule jamaa mwingine aliambiwa atoke nje. Mle ndani alibaki mtu tatu. Hemedi mbele ya Onoyo aliamua kumvua Halima nguo na kuanza kumpelekea moto, huku Onoyo akijionea. Hakika naye Halima alikuwa anafanya na makusudi kumuumiza Onoyo, maana ilikuwa sio kwa sauti zile za mahaba. Yalikuwa ni maumivu makali kwa Onoyo. Hakuwahi kuyapata maishani mwake. Yaani baada ya ile shughuli Onoyo hasa aliambiwa aandike talaka, tena kwa kulazimishwa. Na kweli aliandika huku mwili mzima ukiwa unamtetemeka. Baada ya yote yaliyotokea, Halima na watu wake waliondoka. Hasira zote ambazo Onoyo alikuwa nazo sasa aliona anakwenda kuzimalizia kwa wazazi wake na Halima, huku akidai milioni 1 yake. Halafu baada ya hapo anaelekea kwa Godi. Onoyo akiwa na bonge la rungu alivamia nyumbani kwa kina Halima kudai pesa zake. Yaani hakika siku hiyo mama Halima na baba Halima walikipata, maana Onoyo alitembeza marungu pasina kuwa na huruma. Mle ndani kulikuwa na 100,000, yaani ilitoka pasina kupenda. Nasemaje, nitarudi na pesa yangu mtaitoa. Onoyo aliondoka, lakini kama kipigo alikuwa akakitoa cha maana. Akiwa na hasira, safari ilielekea mpaka getoni kwa Godi. Bahati mbaya Godi alikuwa hayupo. Aisha kama kashanganyikiwa, Onoyo alivunja komeo kwa hasira na kuingia ndani. Baada hapo mle ndani alipasua vitu kwa hasira. Wakati anatoka tu mlangoni, Godi na yetu alikuwa anafika na bodaboda yake. Aisha kilichomsaidia siku hiyo Godi ni kwa sababu alikuwa na pikipiki, la sivyo ile rungu la Onoyo basi angetaja yote. Onoyo akiwa kavuruga karudi magetoni kwake. Lakini wakati anafika tu na maaskari ndo walikuwa wanafika na walimdaga na kumpeleka kituoni. Kesi ilikuwa ni kuvamia na kujeruhi wazazi wa Halima na kupora kiasi cha fedha shilingi milioni 1. Yaani ile 100,000 iligeuzwa na kwa milioni 1, kwa sifuri ikaongezwa pale. Kibaya zaidi katika maelezo, Onoyo alijichanganya na kusema alichukua 100,000 na sio milioni 1. Yaani hapo askari ndio walithibitisha kwamba aliwavamia kwa ajili ya uporaji. Ilikuwa kesi ngumu kwa Onoyo, na kibaya zaidi alikuwa na ndugu wala rafiki wa kumsaidia. Onoyo alikaa rumande miezi karibia 3. Bahati nzuri aliachiwa. Sijui malaika gani wa huruma aliwatembelea wazazi wa Halima, maana aliamua tu kufuta ile kesi. Na Onoyo alionywa akae kabisa mbali na ile familia, na pia aishi kama hamjui Halima maishani mwake. Onoyo baada ya kutoka kuachiwa, hata kodi yenyewe huko magetoni ilikuwa ishaisha. Alijikuta sana pa kwenda, maana pesa hakuwa nayo. Mwanaume ilibidi arudi kwa mzee wake, Mzee Tegete, kuchutama na kuomba msamaha, lakini aliambiwa hajulikani na akaendelea kuleta usumbufu. Basi rumande kuna mhuso. Sasa Onoyo alijikuta amekuwa mtu wa kulala stendi, mara kwenye majumba mabovu. Yaani pesa yote anayopata sasa alianza kuwekeza kwenye pombe tu. Onoyo aligeuka kituko mtaani. Yaani alikuwa pombe na yeye. Yaani alikuwa kama kafunga ndoa na pombe. Asipate pesa kidogo tu, zote zilikuwa zinaishia kwenye pombe. Onoyo alijikuta ile majima Mama Levi ndio kinakuwa kiburudisho chake. Kiufupi ni kama alijikatia tamaa ya maisha. Mtaani watu walikuwa wanamuita Ono cha pombe. Upande wa Halima na mwanaume wake, kiufupi Halima alikuwa hajui kazi haswa ya huyo mwanaume wake, maana kulala tu nyumbani kwa mwezi alikuwa analala mara moja. Kwanza huyo bwana alikuwa na familia yake. Ukiachana na hilo, kazi zake nyingi zilikuwa za usiku. Siku hiyo katika pekua na kusafisha, Halima alishangaa kuikuta bastola kwenye begi la mgongoni la Hemedi. Kiukweli alihofia mno na kuogopa, ila aliamua kukausha. Basi baada ya miezi kadhaa Halima aligundua na ujauzito. Halima aliamini zile ni taarifa njema ambazo Hemedi atafurahia mno. Lakini cha kushangaza, baada ya kufikia zile taarifa kwa Hemedi, alishangaa anaambiwa aitoe ile mimba. Na hilo aliambiwa sio ombi, bali ni lazima. Halima, huo ujauzito naogopa wiki 1. Sihitaji kuuona, la sivyo utaniona mbaya. Ilikuwa ni kauli ya kibabe ya bwana Hemedi. Na kweli baada ya wiki 1 Halima
alitoa ujauzito, maana maisha ya kifahari ambayo alikuwa anaishi na Hemedi hakuwa tayari kuyapoteza. Upande wa Onoyo hali ilikuwa inazidi kwa jojo, maana bwana huyo alikuwa analala kwenye virabu vya pombe, tena zile za kienyeji za wazee. Karibia mwaka mzima ulikatika, maisha ya Onoyo yakiwa ni kizungumkuti. Hata pa kuishi alikuwa hana. Yaani alikuwa mara anapata jimama, analelewa wiki kadhaa, anatimuliwa, anapata tena, hivyo anatimuliwa. Asipopata analala popote pale anapoona yeye. Baadhi ya watu waungwana wanaomjua Onoyo walijaribu kwenda kwa mzee Tegete ili kuona namna ya kumsaidia mtoto wao, lakini ile hasira mzee Tegete bila shaka bado ilikuwa haijaisha, maana aligoma kusikia hata jina la Onoyo. Huko upande wa kina Halima na wazazi wake mambo yalikuwa yanaendea vizuri mpaka alianza kunenepa. Bwana Hemedi aliwanunulia wazazi wa Halima nyumba ya kifahari na kwa kabidhi na hati kabisa huku pale palipokuwa nyumbani kwa kina Halima, bwana huyo akipachukua na kubomoa kisha kujenga lodge. Yaani ni kama alibadilishana hivi. Yeye aliwanunulia nyumba nzuri ya kifahari na wao wakamwachia pale kwao. Halima alikuwa anaishi kwenye apartment yenye kila kitu ndani. Yaani mtoto wa kike alikuwa anakula kwa mirija tu. Kutembea kwa mguu alikuwa shasahau kabisa. Ulikuwa ni mwendo wa gari tu. Basi upande wa kijana Onoyo kama kawaida, tabia zake za ulevi hakuacha. Siku hiyo Onoyo alikuwa kanywa pombe haswa, japo alikuwa hajalewa kivile, yani alikuwa anajielewa, ila nguvu ndo alikuwa hana. Onoyo baada ya kukosa sehemu ya kulala alikwenda kulala kwenye jumba bovu, lakini muda huo kuna vijana wavuta bangi, sijui wahuni gani, wanaonekana kumfuatilia hatua kwa hatua. Masaa alisogea Onoyo alikuwa kalala zake kwenye boksi, huku mpu akiwa anamshambulia. Usingizi kwa umeanza kumchukua mida saa 6 za usiku hivi. Onoyo alihisi kama kuna minyato ya watu wakiingia mle ndani. Hapo ilibidi akae kwanza kusikilizia vizuri, lakini ikiwa hana hili wala lile, ghafla huni kama 4 walimvamia wakiwa na matochi. Onoyo alikuwa haelewi wanataka nini, maana hata cha kumuibia alikuwa hana. Hoya, wauni, mimi mwenyewe msela kama nyietu. Hapa nilipo sina hata dala, sijui mnataka nini. Onoyo akiwa anacheka kilevi aliongea. Hoya maneja, toa futa hilo. Sauti nzito ya muhuni ilisikika. Kwanza Onoyo alishtuka kusikia masuala ya futa kwanza. Hoya, mnataka kufanya nini? Kidogo kidogo Onoyo pombe zilianza kumuisha, maana kengele ya kitu kibaya ilianza kupita masikioni mwake. Hebu tulizana hapo chini, tunachotaka kufanya tunakijua sisi. Wewe sikulala hovyo na kinabii mkubwa zetu, unaona? Sasa subiri. Ilikuwa kauli ambayo ilifanya Onoyo asimame na vuta ni kuvute na wale wahuni ilianza. Mbaya zaidi Onoyo alikuwa kapiga pombe, yaani mwili mzima ulikuwa umelegea, hauna nguvu. Japo kijana ajitahidi mno, lakini nguvu za wale wahuni zilikuwa kubwa zaidi yake. Hakika ni usiku ambao Onoyo haji kusahau maisha yake yote mpaka anaingia kaburini. Wale wahuni wakiwa serious walimlaza Onoyo chini na kumpakia futa. Aisee, kilichofuata baada hapo hata akisimuliki kabisa. Yaani ulikuwa ni Usodoma na Gomora uliopitiliza. Baada ya tukio wale wahuni waliondoka huku wakiwa wameacha vitisho vya kutosha. Sasa kama mwanaume kweli, endelea kulala na bibi mkubwa zetu. Si unachukulia poa kuwala mama zetu? Hiyo ndio ilikuwa kauli aloachwa nayo Onoyo. Bahati nzuri katika wale vijana 4, Onoyo alimtambua mmoja tu. Aisee, pale kwenye lile jumba bovu palikuwa hapa laliki tena. Yaani Onoyo alianza kuondoka huku mguu mmoja ukiwa magharibi ya mbali, mwingine mashariki, yaani huku nyuma alikuwa kafanya vibaya mno. Onoyo ile aibu alikuwa hataki ajue mtu yote pale mjini. Mwanaume kwa kujikaza mdogo mdogo alianza kukanyaga miguu usiku kucha. Onoyo alikuwa anatembea mpaka asubuhi ili mkuta njiani. Yaani alikuwa yupo nje ya mji kabisa. Kanyosha barabara. Hata anakoelekea alikuwa hapa juu. Alikuwa ana hata 100 mbovu mfukoni. Basi akachoka hoi. Kama miujiza tu, kuna roli la mizigo lilipita na aliposimamisha kuomba msaada alipewa. Na ilikuwa ni lifti tu. Wewe unaelekea wapi mwanetu? Safari ikiwa inaendelea, Onoyo aliulizwa. Mtaka kuishia nyie, mimi mwenyewe huko ndo naelekea.
Masihara hayo. Unajua sisi tunakwenda nchi za nje. Nyie twendeni, itajulikana mbele. Ilikuwa kauli ya Onoyo. Basi ni kweli safari iliiva. Bahati nzuri wale majamaa wakinunua vyakula walikuwa wanamzingatia Onoyo. Basi safari ile ilikuwa ndefu, walitembea siku nzima. Usiku iliingia, walipaki gari sehemu ya kulala, kisha kulipokucha safari iliendelea. Onoyo bado alikuwa yu moto. Baada ya kutembea sana ikiwa ni majira ya jioni, bahati mbaya lori ilipata ajali mbaya mno. Yaani wote watatu ambao walikuwa kwenye ile lori hali zao zilikuwa mbaya, akiwemo Onoyo. Hapo wasamalia wema ilibidi waende na wote watatu walikimbizwa hospitali ya karibu ambayo ilikuwepo kwenye kamji karibia na maeneo yale. Na kamji hako kalikuwa kamji ka kitalii, maana kalikuwa karibu na mbuga za wanyama. Upande wa huku nyuma, baada ya mzee Tegete kushauriana sana na familia yake na kushauriwa na watu kwamba mtoto hatupwi, mtoto akinyia mkono unaosha, maisha yanaendelea. Hapo sasa mzee Tegete ilibidi afanye maamuzi ya kumrejesha kijana wake nyumbani. Lakini walimuulizia Onoyo kila kona pasi na kupata majibu. Hakuna ambaye alikuwa anajua alipo. Walimsaka wiki nzima pasi na kujulikana alipo. Hata matangazo yalibandikwa kila kona, lakini Onoyo hakupatikana. Baada ya wiki 2 matangazo yalipelekwa mpaka kwenye redio kwamba popote alipo Onoyo anatafutwa na ndugu zake, lakini haikusaidia. Hali hiyo ilifanya familia ya mzee Tegete wamwachie Mungu, huku akimwombea kijana wao huko aliko asipatwe na jambo baya. Upande huko kwa Onoyo zilikuwa ni wiki 2 zimepita. Baada ya ajali ndo alizinduka pale hospitali, na yeye ndo alikuwa mwisho kuzinduka, maana yeye ndo alikuwa kaumia kuliko wenzake. Pia wale wenzie wao walikuwa wamechukuliwa na ndugu zao kwenda kuendelea na matibabu zaidi. Onoyo yeye alikuwa hana hata ndugu. Hata alipoulizwa hakusita kusema ana ndugu. Basi Onoyo aliachwa pale hospitali mpaka pale alipopata unafuu na kuwa sawa, ndio aliruhusiwa kutoka. Ilikuwa ni mji mdogo tu ambao kibiashara ulikuwa umechangamka, maana watalii wengi walikuwa wanakuja pale, na pia palikuwa na hoteli nyingi za kifahari, japo haukuwa mji mkubwa. Onoyo alikuwa haelewi anaanzia wapi, anamalizia wapi. Huku shingoni alikuwa anahisi kuna waka moto. Yaani ni kiu ya pombe ilikuwa inampelekesha kweli. Kama ujuavyo, mazoea tena hujenga tabia. Jamani, hapa ndo kwanza mambo yameanza kuchanganya. Unaishi Onoyo ataishi wapi? Vipi huku kwa upande wa Halima? Maisha ya kula kwa mrija yataendelea vipi? Wale walombakia futa Onoyo, ipi hatima yao? Jamani, huu ulikuwa ni mwanzo tu wa simulizi yetu hii ya leo. Tulikuwa tuna testi mitambo. Tukutane hapo kesho katika mwendelezo wa simulizi hii, yani sehemu ya pili ya kibao chetu hiki kizuri. Asante kwa kuchagua Light Simulizi. Love you.